Mtazamaji wangu na kusalimia katika jina la Yesu Kristo. Majina yangu ni Mtume Martin Mutweri na nimekuja kwako katika haya masaa ili niweze nikakuletea kipindi na baadaye nitakuja kuomba na wewe na Bwana atakusaidia. Ujumbe ambao nimeleta kwako siku ya leo ni ujumbe wa kuvunja ile roho ya kutoendelea katika maisha ya mwanadamu. Today we are breaking the spirit of no progress in the mighty name of the Lord Jesus. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Jeremiah chapter number 1 verse number 10. It is the mandate of a priest or a prophet of God to break spirits that affect the progress of a man. Jeremiah chapter number 1 verse number 10. The Bible says, "See, I have this day set thee over nations and over kingdoms, to root out and to pull down and to destroy and to throw down, to build and to plant." So, anytime a prophet of God or a priest identifies there is something that is affecting the life of a person, it's heavenly mandate for the priest to remove that spirit. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba I have set of you over nations and over kingdoms, to root out, kung'oa, to pull down, kung'oa kabisa, to destroy, kuharibu, to throw down and to build and to plant. So this is entirely the mandate of a priest and a prophet, to uproot and to remove whatever the enemy has put in the life of a believer. Hallelujah. Kwanza nataka tukaangalie roho ya kutoendelea ama the spirit of no progress. Huwa ina nini na inakujanga kuharibu maisha ya mwanadamu kwa njia gani? The spirit of no progress involves anti-progress demonic forces that fight and hinder the progress of a person. Na, yani hii roho ya kutoendelea, the spirit of no progress, huwa inaingia katika maisha ya mwanadamu ikiwa ni nguvu za kipepo, evil forces that fight progress and hinder prosperity. Na hizi forces ni nguvu za giza. They are demonic forces. Ama they are forces that never want to see a person succeeding. It's like evil attack on your plantation to hinder the harvest. Ni kama wakati mkulima ameenda katika shamba yake na amepanda mimea yake pale, lakini ikakuwa kuna magugu ambaye yanakula ile mimea isije ikafanikiwa ikakuwa ikazaana. Na ndiposa ukisoma kitabu cha Matthew chapter number 13 verse number 25, Biblia inasema ya kwamba, "But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way." Yani wakati mwanadamu alikuwa amelala, kuna mtu alikuja akapanda magugu ili ile mimea isije ikafanikiwa ikapata mazao. Na hivyo ndivyo roho ya kutoendelea, the spirit of no progress, hivyo ndivyo inaingianga katika maisha ya mwanadamu. Na ukisoma katika kitabu cha Matthew chapter number 15 verse number 13, Biblia inasema ya kwamba, "But he answered and said, Every plant which my heavenly Father has not planted shall be rooted up." Yani ni mandate sasa, kama hicho kitu ambacho kinafanya wewe usifanikiwe ni jukumu la mtu wa Mungu ya kuking'oa, kwa maana akifai kukua katika maisha yako. Si Baba wa mbinguni alipanda hiyo kitu ya kutoendelea? Kwa hivyo inahitaji ikang'olewe. Na ndio maana nataka ushirikiane na mimi katika ibada ya siku ya leo ili tuweze tukang'oa hiyo roho. Na hiyo roho ukiweza kuelewa vile inaathiri maisha yako, ndivyo utaweza kuishughulikia na utaweza kuing'oa kwa njia moja ama nyingine. Hallelujah. Na the person faces satanic embargoes in the area of progress. Ama mtu akuwa amefuatwa na hii spirit of no progress, huwa anafuatwa na vizuizi za kishetani. Satanic embargoes ni vizuizi za kishetani ambazo zinazuianga mtu asiweze kuendelea. Hallelujah. Yani satanic embargoes ni vitu ambazo zinaletanga vizuizi katika maisha ya mwanadamu, na huyu mtu hata kama akijaribu kufanya nini aendelei.
How do spirit of no progress manifest in the life of a person? Kitu cha kwanza ambacho huwa kinaonekana mtu, tunaweza tukasema sisi kama wahubiri ama waombezi ama watu wa Mungu ama wewe mwenyewe ukiwa hapo, unaweza ukaangalia maisha yako ukaona ni nini aswa ukaelewa kuna roho ya kutoendelea na kufuata. It's working for years without results, ama fruitless work. Unapata kuona ya kwamba ndio umeajiriwa, umefanya kazi miaka yote, lakini hiyo miaka yote umefanya kazi, hauwezi account ni nini ambacho umeachieve. Ni nini ambacho nimepokea kutokana na hii kazi nimeajiriwa miaka yote mpaka nimeenda retire. Pengine umeajiriwa kuwa na miaka 20, lakini ukafikisha miaka ya kuretire pengine ni 55 ama 65 kwa NGO, lakini ukapata kuona ya kwamba hakuna kitu ambacho unaweza ukaonesha. Ndio niliajiriwa lakini sina kitu ya kuonesha. Hata kashamba hujanunua, hata kujenga hujajenga. Wewe tu ni mahali tu ulichomoka, ndipo bando unarudi ukiwa umeretire, ukiwa mzee. Haleluya. Na ndio maana nataka leo Mungu akakusaidie. Na haya mafundisho ninafundisha yakakusaidie. Kwa hivyo ukiona kwa maisha yako umekaa miaka mingi na uoni kama kuna kitu umejifanyia wewe mwenyewe, jua uko na roho ya kutoendelea na kufuata. Stagnancy in project. Yaani unaanzia project na hii project inakwama. Kuna watu ambao wanaanzianga project hata ni ya ujenzi, wakichimba tu msingi ya nyumba na waeke kosi ya kwanza na ya pili, hiyo mambo ya ujenzi inakwamia hapo. Pesa zinakwama na huyu mtu anakuwa haezi akaendelea kujenga tena. Wengine hata wanamwaga material, na ukimwaga ile material unakuja kuona ya kwamba yule mtu hata alikuwa amemwaga mchanga ya kujenga nyumba, ameanzia kupimia watu na wheelbarrow, ameanzia kupimia watu na bucket, na ameuza at throw away price. Wengine mimi nimeona watu wameanzia hata kujenga, mtu amemwaga mawe lakini end up kuuza ile mawe moja na yeye mwenyewe alikuwa amepanga kuanzia kujenga. Kuna baba mmoja ambaye wakati alikuja katika maombi ya deliverance nikamuombea, alikuwa anajaribu kujenga nyumba inakosa kujaa. Ikifika linto mambo inakwama na haezi endelea kujenga tena. Na hata akafuatwa na roho ya kukataliwa na mafundi. Ikakuwa ya kwamba hata fundi wenyewe hataki kuja kumjengea nyumba, na hata si ati hawalipi. Nyumba 3 zilikuwa zinafika hiyo level zinabomoka, kwa sababu zinakaa nyumba ikifika katika level ya linto na ukose kuweka linto, ile mawe inaendeleanga kukua wiki na inabomoka yenyewe. Nataka kusema nini? Unaanzia project na hiyo project inaharibika ama inakwama, inakuwa stagnant. Stagnant ni project haiendelei. Iwe ni biashara, wakati umeweka capital, umeset up, umekomboa mpaka nyumba ya kuweka biashara. Kuna watu ambao hata wakikomboa duka ya kuweka biashara, wakati tu wamemaliza kulipa either miezi 6 ama mwezi 1, kabla hata wajaleta stock, wako on the process ya kuleta stock ya kuanzia ile biashara, hiyo mambo inakwama na inakuwa iendelee tena. Unapata kuona mtu amenunua gari ya biashara, wakati tu ameenda ameilipa kwa sako, hiyo mambo inaisha kabisa na inakatika. Inamaanisha huyu mtu kuna roho ya kutoendelea ambayo inafuata maisha yake, na anahitaji atafute maombi ya ukombozi ama ya deliverance, na atafute mtu ambaye ako na uwezo mkubwa wa kuiondoa hiyo kitu katika maisha yake ama kuivunja katika jina la Yesu Kristo. Kitu kingine ambacho kinaweza kikamanifest katika maisha ya mwanadamu na ukajua mtu anafuatwa na the spirit of no progress ni premature death at the prime of career or business. Yaani huyu mtu wakati tu katika hiyo familia, mtu tu wakati ameanzia kukaa anaonekana ama kulipuka katika kufanikiwa, at the explosion of destiny or profit making, huyu mtu tu anapatwa na kiugonjwa hata akijaeleweka kimemmaliza. Unasikia mtu hata amegongwa tu na baisikeli amekufa. Death at the prime of career or business. Wakati tu huyu mtu ameanzia kulipwa, after kumaliza mwezi wa kwanza tu akilipwa pesa,
kitu kinafanyika tu, huyu mtu anakufa, either anapatikana na ugonjwa ambaye hata madaktari hawaelewi ni nini. Mwingine ni poverty as a result of drunkenness and pressure. Unapata ya kwamba huyu mtu amepikwa na umaskini ambao hujaeleweka. Either wakasema alianzia ulevi akamalizika, ama aliingia kwa starehe zikammaliza. Kitu kingine ambacho kina manifestingi, unajua ya kwamba huyu mtu anafuatwa na roho ya kutofanikiwa, ni mtu ambaye amefuatwa na makesi. Ni mtu ambaye ako na financial embarrassments. Ni mtu ambaye ako na spirit of delay. Ni mtu ambaye inakaa ni kama anafuatwa na makaburi ya pesa, financial coffins. Ni mtu ambaye wengine mahali watu wengine wanafanikiwa, yeye inakuwa ni vigumu sana kufanikiwa. Inakuwa ni it's very difficult for this person to succeed where the least person is progressing. Si ati huyu mtu hajasoma, kama ni masomo wako nayo. Si ati huyu mtu hakuweka bidii ya maisha, aliweka, lakini huyu mtu afanikiwi. Haleluya. Kuna vitu ambazo pia zingine zina happen katika ndoto. How do the spirit of no progress appear in the dream? Unapata kuona katika ndoto, ukiangalia ndio watu wengi huota. Na kuna ndoto, nilisema kama vile nimesema katika vipindi ambazo ninahubiri kwa mitandao na kwa television, kuna watu ambao wana ndoto, na kuna aina tatu ya ndoto. Kuna ndoto zimetoka mbinguni, ndoto za kipepo, na ndoto ambazo zinatokana tu na vile mwanadamu anafikiria. Na ndoto ambazo zinaweza zikakuonesha ya kwamba unafuatwa na roho ya kutoendelea ni ukiota na tortoise na snails. Unaota na watu waliokufa. Ukiota na watu waliokufa, aidha ni watu unajua ama uwajui, unajiona umebeba umeenda makaburini, ama umeenda katika event ya matanga na vitu zingine, jua ya kwamba unafuatwa na roho ya kutoendelea katika maisha yako. Kuna watu ambao wakianzia kuota na watu wamekufa, maisha yao inaanzia kufilisika, wanaanzia kuisha. Kuota na rodents ama kuota na panya. Panya ni ishara katika ndoto ya kuletea umaskini. Pia unaota na ukiwa shuleni. Wewe ni mtu mzee saa hii, lakini unaona umerudishwa primary school tena. Na mtu akiwa na hii roho, ndoto ni mingi sana, ni vile sina muda mwingi wa kuongea aina zote za ndoto. Pengine ukipata nafasi unaweza ukaniandikia arafa na nitakujibu. Kuna mtu akiwa anafuatwa na hii roho ya kutofanikiwa, anafuatangwa na desert spirits ama roho za jangwa. Ukiangalia na roho za jangwa zile nyingi zinakuanga ni majini ama mapepo. Ukisoma kitabu cha Isaia chapter number 13 verse number 21, Biblia inasema ya kwamba but wild beasts of desert shall lay there, and their houses shall be full of dreadful creatures, and owls that dwell there, and satyrs shall dance there. Ukisoma Biblia ya Kiswahili inasema ya kwamba nyumba yake itajaa popo, itajaa bundi, na majini watacheza pale kwa ile nyumba. Yaani unapata kuona, yani majini yanakuja kucheza kwa nyumba ya mtu. Kuna watu wengine ambao usiku wanasikianga kuna vitu zinaendelea kwa nyumba zisizo za kawaida. Aidha kuna watu ambao wameingia kwa nyumba, aidha kuna watu wanatembea, wengine wanasikia kuna vitu zinatembea katika mabati, wengine wanasikia kuna watu wanaongea, wengine wanasikia kuna wanyama wanalia wasio wa kawaida. Hii ni kumaanisha kuna mapepo ambayo yanakufuata na yataki wewe ukaweze kuendelea. Lakini leo nataka tukavunje kupitia maombi na kupitia connection ile ambayo ninakuletea katika hiki kipindi. Tunakwenda kuvunja hayo maroho katika jina la Yesu. Hallelujah. Hii spirit of no progress huwa inatoka wapi haswa?
Mtazamaji wangu, roho ya kutoendelea inatokanga wapi ili kufuate? Ama inakuingianga vipi? Ama the root cause ni nini? Kitu cha kwanza ambacho kinaweza kikasababisha roho ya kutoendelea ikakufuata ni jina lako. Jina lako ni muhimu sana. Na ndio maana ninakwambia uangalie jina lako. Kama jina lako, maana ya jina lako linakupinga kwa kile kitu ambacho unafanya, jua unaweza kakuwa unapitia kipindi cha kutoendelea kwa sababu ya jina lako. Jina la mtu linabebanga spirit ya huyo mtu. Haleluya. Katika Biblia kuna maana nyingi sana za majina. Ukisoma kitabu cha James chapter number 3 verse number 17, and James the son of Zebedee and John the brother of James, he surnamed them Boanerges, which means the sons of thunder. Mark 3:17, James and John the sons of Zebedee, wakati walikuja kwa ministry ya Yesu alirealize ya kwamba haya majina walikuwa wameitwa katika hiyo wakati, unless angefanya kitu yangewazuilia katika ministry. Na ndio maana Yesu akaongezea jina lingine juu yao. Naongea kuhusu jina. Akawaita Boanerges, which means the sons of thunder, ama wana wa gurumo. Ndio maana wakati mwingine unasikia tukiomba tukisema by thunder by fire. Haleluya. Thunder ni moja ya silaha zile zinatumika na watu ambao wanajua mambo ya rohoni katika maombi ya warfare, kupambana na misingi miovu ya mashetani ama nguvu za giza. So Mark 3:17, Yesu anaita wale James and John, anawaita the sons of thunder. He named them sons of thunder. Leo nataka uangalie jina lako. Ukiona linakupinga katika ile kazi unafanya, nataka sasa ulitengeneze. Unaweza ukalitengeneza kama vile Yesu alikuja akaangalia James and John akawaita sons of thunder juu ya jina yake. Akawaita Boanerges, means sons of thunder. Deal with the spirits and covenants that they follow the meaning of your name. Unaweza kakuwa jina lako uliitwa kwa sababu ya mtu fulani alisema uitwe hivyo. Na jina la mtu linabebanga maagano fulani na maroho fulani. Na kama vile unajua katika mila zetu za Kiafrika tunaitanisha nini? Tunaitanishwa na watu wengine na vitu na matukio. Kuna jamii zinaitana kupitia matukio, jamii zingine zinaitana kupitia yale majina ya ule mtu ambaye umezaliwa yeye. Sasa ni vizuri ukajue hiyo jina inamaanisha nini. Haleluya. Ukiangalia ya kwamba kuna spirit na covenant zinafuatanga jina la mtu, ukigundua ya kwamba umeitwa jina la mtu fulani na wewe yale mambo yanakufuata ni tabia za ule mtu, ulitanishwa na mtu mlevi, deal na spirits zinafuatana na jina hilo la huyo mtu mlevi, na wewe utaweza kuwa huru. Kuna watu leo hii wanafuatwa na ulevi kwa sababu yule mtu ambao alitanishwa na yeye ni mlevi. Kuna watu wanafuatwa na roho za polygamy, immorality, na ule ukiangalia huyu mtu ile kitu inamkula, ile jina ni spirit ya ule mtu alitanishwa na yeye, alikuwa na hiyo roho ya polygamy. Na sasa huyu mtu amezaliwa katika hii generation. Ule mtu pengine amekufa ama ako hai, ni mtu mzee, ni babu, ni nyanya, lakini unapata kuona ya kwamba yale madhabahu yanafuata huyu mtu. Kwa hivyo jina linaweza likasababisha madhabahu ya kutoendelea ikakufuata, ama maagano ya kutoendelea, ama roho za kutoendelea zikakufuata. Hallelujah. Your name should be compatible with your work. Hallelujah. Kwa hivyo ukielewa ya kwamba jina lako haliko compatible na kile ambacho unakifanya siku ya leo, ndio maana unahitaji uingie katika maombi ubadilishe jina lako, na uingie katika kutoa sadaka ubadilishe jina lako, na ili angalau uweze ukafanikiwa. Haya mambo ninaongea unaweza kakuwa uelewi ninasema nini, lakini kuna watu ambao leo hii katika ulimwengu wanaathirika kwa sababu ya majina. Nimesema jina linabebanga spirit ya mtu.
Wewe unaitwa Matthew, hiyo jina inabeba spirit ya Matthew. Unaitwa Mark, hiyo jina inabeba spirit ya Mark. Unaitwa John, hiyo jina inabeba spirit ya John. James, Peter. Naongea majina yako kwa Biblia. Wewe unajua jina yako. Hallelujah. The family name is the surname, na ni muhimu sana. Ukisoma kitabu cha Acts of Apostles chapter number 4 verse number 36. And Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levite and a country of Cyprus. Huyu mtu alikuwa anaitwa Joseph na amejiunga na mitume. Lakini wakati amejiunga na mitume wakarealize huyu mtu tunahitaji ile kazi anafanya imatch na jina yake, wakamuita Barnabas, the son of consolidation, mtu ambaye huwafariji watu. Unajua kazi ya injili inahusikana kufariji watu, kuombea watu, kusaidia watu kwa njia moja ama nyingine. Wakagundua ya kwamba huyu Joseph ili aweze akafanikiwa katika hii kazi ya mitume inahitaji tukambadilishie jina. Na ndio hao wakambadilishia jina, wakamuongezea jina Barnabas. Hallelujah. Wala ukisoma story ya Daudi na Nabali, Biblia na Abigaili, Biblia inasema wakati Daudi alituma maafisa wake wa jeshi lake waende wakachukue vyakula kutoka kwa Nabali, Biblia inasema Nabali aliwakataza. Na wakati Daudi aliambiwa ya kwamba Nabali amekataa na alikuwa amemsaidia, akaamua kwenda kumwangamiza. Akuwa ameenda kumwangamiza, bibi ya Nabali ambaye alikuwa anaitwa Abigaili akaenda kumkutana na Daudi, akamwambia tafadhali usiangamize mume wangu na nyumba yangu, kwa sababu huyo mtu anaitwa Nabali ni mjinga kulingana na jina lake. Haleluya. Nataka kusema nini? Jina la mtu linabebanga spirit ya mtu. Act of Apostles chapter number 12 verse number 12. And when he had considered the thing, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. Kuna surname. Hallelujah. Glory be to Jesus. Ni majina nyingi sana. Wewe angalia katika ile community ambayo, katika jamii yenu, katika ukoo wenu, endo angalia ujue maana ya majina. Sitayasema hapa. Wewe angalia ukoo wenu, angalia community yenu, jua the meaning of your name. Does it support what you do? Hallelujah. Glory be to Jesus. Ukisoma kitabu cha Daniel chapter number 1 verse number 6, inatuelezea tena umuhimu wa majina. Daniel chapter number 1 verse number 6. Now among these were of the children of Judah Daniel, Ananiah, Mishael, and Azariah. Daniel 1 verse 7. And to whom the prince of the eunuch gave names, for he gave unto Daniel the name of Belteshazzar, to Ananiah the name of Shadrach, to Mishael the name of Meshach, and to Azariah the name of Abednego. When they were captured, when Daniel, Ananiah, and Mishael and Azariah were captured and taken to the town of to the nation of Babylon, they were taken captives. The Bible says that the chief eunuch had to change their name. Why? Why did he have to change their name? Before he presented them to King Nebuchadnezzar, he had to change their name. Kabla hajawapeleka pale kwa mfalme Nebuchadnezzar, alibadilishia maisha. Kwa nini? Sikiza hapa. Jina Daniel linamaanisha Yahweh is my judge. Sasa huyu mtu akiwapeleka mbele ya Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar kauliza huyu mtu anaitwa nani? Ambaye mtu anaitwa Daniel. Na Daniel amuuliza inamaanisha nini? Inamaanisha Yahweh is my judge. Hiyo jina ingekuja kuleta vita tena pale katika mfalme. Anania ilikuwa inamaanisha God is gracious. Mishael ilikuwa inamaanisha nani? Aji, who is God. Na ndio maana tunaona hapa chapter 1 verse 7,
the prince of eunuch, he changed their name. He gave them the names to suit whatever was happening in Babylon. Babylon tunajua ya kwamba haikuwa taifa la Mungu, na Babylon ina representing ule mji wa Antichrist ama mpinga Kristo. Haleluya. Kitu kingine ambacho kinaweza kakuletea katika maisha yako, kikakuletea roho ya kutoendelea, ni demonic possession and covenanted property. Demonic possession ni zile vitu ambazo uko nazo, na hizo vitu ni zimetoka katika makarabati ya uganga, ama kwa njia moja ama nyingine ni property ambazo si za kiungu. Kwa mfano, ni vitu ambazo zimeibiwa na wewe mwenyewe kabla hata hujaokoka. Uliiba vitu, hizo vitu hujazirudishia wenyewe. Demonic property, covenanted property. Ile nguo ambayo ulienda naye kwa mganga bado mpaka leo inakuanga kwa nyumba yako. Ile siku ulienda kufanyiwa uganga na kufanya uovu, hizo nguo bado ziko na wewe, bado ziko na harama, kwa sababu ziliingia katika environment ya uganga. Unafaa uchome. Kama unataka kuvunja hii roho ya kutoendelea, unahitaji uchome hizo nguo na uziondoe katika maisha yako, na wewe utakuwa mtu wa kufunguliwa na mtu wa kuendelea na mtu wa kubarikiwa. Haleluya. Unaona, kuna watu ambao wanaathirika ama wanasumbuka leo, na ukiangalia katika maisha yao, kile ambacho kinawasumbua ni demonic property. Aidha waliuziwa kitu ambayo imetengenezwa na mailizi, wanafanyia kazi nduka ambayo imetengenezwa na mailizi, hauwezi ukaendelea. Wengine wanasema tukiuza, kuna watu wengine ambao nimeombea miaka ambayo imepita deliverance, wanasema tukikuwa katika biashara, ile duka nimekomboa nikiekanga pesa huwa zinachukuliwa usiku, na ni ukweli naona nilikuwa nimeuza lakini zimeenda. Demonic property and covenanted property. Deal with them. Ziondoe kwa maisha yako na utaweza kufanikiwa. Pia unaona ya kwamba ndio maana unaambiwa pia, na tunaambianga watu kama Wakristo na kama wachungaji, hata nguo yenyewe ukiinunua itakase kwa damu ya Yesu Kristo, kwa sababu inaweza kuwa imetumwa na ufalme wa giza ili itumike kama monitoring symbol, itumike ku access maisha yako na makompyuta za kishetani, to access your life. Nataka leo tukiomba Mungu akakusaidia. Kitu kingine ambacho kinaweza kusababisha roho ya kutoendelea ikakufuata ni kitu kinaitwa demonic environment. Ile environment ambayo uko, how much is it polluted by the things of darkness? Kuna area unaweza ukakuwa na maisha yako yakakwama kabisa, ikakuwa ni area ya kukumaliza. Wewe angalia maisha yako, jiulize, kwa hiyo town uliendanga, unaendeleanga ama maisha yako yanarudi nyuma? Do you progress? Kwa hiyo inchi ambayo ulienda unafanikiwa? Kuna watu fulani wanasemanga wakienda kufanya kazi mahali fulani katika continent za Asia, wanarudi na hizo pesa na iwasaidii. Haleluya. Ninaongea kuhusu environment. Ukigundua ya kwamba ile shinda inakusumbua inatokana na environment, do something about it. Are you ready to pay the sacrifices to change that environment? Ama ni kuama? Kubadilisha environment unaweza ukabadilisha na njia mbili. Fanya covenant na Mungu through covenant giving and sacrifices. Badilisha mpaka zitoshe, sifike kiwango cha kubadilisha, ama uame uende area nyingine. Ukilia rais ya kwamba huo mji unakukura, change, enda katika area nyingine. Haleluya.
Sikia. Numbers chapter number 13 verse number 32. Biblia inasema, they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land thou which we have gone to search it, it is land that eateth its people and the inhabitants thereof, and all the people that we saw in it are men of great stature. Wakati wana wa Israeli wametumwa pale kuangalia nchi ya Kanani, walikuja wakasema ya kwamba hiyo nchi tumeiangalia ni nzuri, lakini inakaa ni nchi inakuranga watu wake. Hiki kitu hii statement walikuwa wameitoa wapi ya kwamba kuna nchi zinakuranga watu wake? Sio kitu ambacho hawakuwa wanakijua. Hata kama wali mistake based on their level of understanding and their limited knowledge of the power of God to assist them, walikuja wakasema tumeangalia hii nchi ni nzuri, lakini inakaa ni nchi inakuranga watu wake. Hiyo kitu, kuna mahali kuna nchi zinakuranga watu wake. Kuna area ukienda inakukura. Unaenda kama ni mtu ameolewa. Ni kama ile nchi ya Moabu. Ukisoma kitabu cha Ruth, kuna mtu alitoka Bethlehem Juda akaenda nchi ya Moab. Na wakati alienda huko, mzee wake na watoto wake walikuliwa, alirudi tena akiwa mjane. Akasema hata msiniite Naomi. Haleluya. Kuna mahali unaweza ukaenda, wewe soma kitabu cha Ruth, utajua Malioni na Kilioni walikuliwa wapi. Huyo mama alitoka nchi ya kwake akaenda nchi nyingine kutafuta msaada, lakini hiyo nchi ilikula mpaka mzee wake, ikakula mpaka watoto wake. Akarudi bila kitu. Alirudi tu na daughter in law. Naomi alirudi na daughter in law wake Ruth. Hata Oprah alikataa kurudi na yeye. Haleluya. Enda usome kitabu cha Ruth na utaelewa ninasema nini. Kuna area zinakuranga watu wake. Kuna mtu unaweza ukaenda kufanya kazi kwake akafilisika, ama wewe ukafilisika. Haleluya. Sikia. Demonic employer and business associates. Ndio hiyo nimesema. Demonic employer and business associates. Inaweza kagua yule mtu ambaye amekuajiri, ni wale watu wanaajiringi wengine wakiiba nyota zao. Kuna demonic employers na business associates. Unapata kuona ya kwamba yule mtu ambaye mnafanya naye kazi ama mnamfanyia kazi, yeye ni demonic employer. Anakujanga na chota nyota zenu, anaenda kuzifanyisha progress kwa hiyo business. Wewe unakuwa ya kwamba hata kama anakulipa hiyo pesa haikusaidii, unaishingi tu na madeni. Na unaishingi kukura advance, haikusaidii. Kuna watu wanasemanga tu kutoka nianzie kuajiriwa na watu fulani, mimi nilianzia kufilisika na kitambo nilikuwa nafanikiwa. Hata kama niliingia kwa hiyo kazi nikifikiria naenda kuinuliwa kwa maisha, nilianzia kufilisika na kuisha. Nasema nini? Angalia maisha yako. Jiulize, maisha yangu yalianzia kuharibikia wapi? Ama nilianzia kutofanikiwa wapi? Haleluya. Ninasema nini? Ukiangalia tena, kuna business associates. Watu umejiunga nao mfanye biashara, lakini hao watu wanachukua nyota za watu za biashara. Haleluya. Hapo unapeleka majina yako kwa mganga, vitu ambazo nzuri ziko ndani yako wana download, wanachukua, wanazifanyisha progress. Kuna kitu kingine ambacho kinaweza kukusumbua ni unconfessed sins. Sins attract death physically and spiritually. Inaweza kuwa wewe kuna dhambi hujai kutubu, na hizo dhambi Biblia inasema ya kwamba righteousness exalts a nation and sin is a reproach to any nation.
Na unaweza kuwa kile kimefanya wewe usiendelee, kuna dhambi hujai kuconfess. Enda uconfess hizo dhambi, ziache kukukura, ziache kukumaliza. Kuna mlango ambao ulifungulia shetani na hujai kutubu. Go and deal with those sins, na Mungu ataweza kukusaidia na ataweza kukukomboa katika jina la Yesu Kristo. Niliongea mambo ya idol worship involvement, witchcraft and sorcery consultations. Kama ushaienda kwa muganga ukagangwa, hiyo nilishaongea hapo kimbele. But hayo mambo unahitaji ukandeal na yao. Vunja hayo madhabahu ya kwenda kwa muganga. Kuna maspirit uliyeko na waganga. Waganga wengine wanakuweka roho zao na wana make sure ya kwamba huwezi kufunction bila wao kukuwa involved kwa maisha yako. Kwa hivyo kama at any point of your life you are involved na mambo ya uganga na urogi, deal na hayo mambo. Enda kwa mchungaji wako, atakushughulikia na atakusaidia kuondoa hayo mambo katika jina la Yesu. Usigino ukasema nilienda ni kitambo, ni miaka 10, miaka 20. Hiyo ripoti haibadilikangi kama hujaishughulikia. Haleluya. Wengine unaona mtu hata ameenda na akarudi, tunaambia hata mtu miaka yote wamekaa hapo, ujui mtu umekaa na mtu amechanjwa, amekula ndosi za waganga, na hawaambii nini kinawakura. Wakati mnashindwa kufanikiwa hawaambii nini, na yeye anajua. Hapo ndio unajua hujui. Kuna kitu kingine kinaitwa disobedience to God's covenant, ama disobedient to the direction of God. Inaweza kuwa kile kitu ambacho kimefanya wewe ukose kuendelea ni disobedient to God's covenant. Ukisoma kitabu cha Deuteronomy chapter number 28 verse number 15, inasema, but it shall come to pass, if thou will not hearken unto the voice of the Lord thy God, all these curses shall come upon thee and overtake thee. Kama hautatii sauti ya Bwana Mwenyezi Mungu, basi hizi mambo zitakuja kukufuata, na ni maovu yatakuja kukufuata. Maovu ya kukufuata uendelei. Unashindwa kuendelea ukiwa mjini, na unashindwa kuendelea pia ukiwa mashambani. Nataka kusema nini? Kama kuna mahali au kutii Mungu, Mungu alikuongelesha kwa njia moja, aidha kupitia watu ama kupitia ndoto ama kupitia sauti yake, na wewe ulikataa kutii hiyo kitu, kinaweza kafanya ukose kuendelea. Mungu alikwambia fanya kitu fulani na hukufanya. Toa kitu fulani au kutoa. Enda mahali fulani au kuenda. Ongea na mtu fulani au kuongea na yeye. Fanya kitu fulani au kufanya. Inaweza ikafanya ukose kuendelea. Mungu alikuita kwa kazi yake, wewe ukakataa kufanya. Inaweza kusababisha ukose kuendelea. Kitu kingine kinaweza kikasababisha ukose kuendelea ni bewitchment and demonic rituals. Yaani umerogwa. Kuna watu wanaroganga watu wengine. Urogi ni ile roho ya jealousy ya kuzuia mtu asifanikiwe, ama ya kuinfluence mtu kufanya kitendo fulani ambacho ni cha kufanikisha mtu fulani kishirikina. Hiyo ndio kurogwa. Kutumia mapepo kusumbua wengine, kufinyilia wengine, kutesa wengine. Kwa hivyo kama umerogwa, unahitaji utafute maombi ya deliverance, utolewe hiyo roho ya uganga, ivunjwe kabisa, iteketezwe na moto wa Roho Mtakatifu na maombi. Mtu aliye na power akutoe hiyo kitu na uweze ukafanikiwa katika jina la Yesu. Kitu kingine kinaweza kusababisha wewe ukose kuendelea ni disobedient to parents. Wewe ni mtu ambaye hautii wazazi wako. Ukisoma kitabu cha Matthew 15:4 inasema, for God commanded saying, honor thy father and mother, he that curseth the father or mother let him die. Yaani uhusiano wako na wazazi wako pia unaweza ukategemea kufanikiwa kwako. Na ndio maana nasema ya kwamba ni vizuri ukaongea na wazazi wako, kama ni simu ukawapigia, kama ni kitu ukawatumia katika simu yako, ukawatumia mzigo wa vyakula. Hata kama wako na mali, jaribu njia moja ama nyingine kuguza roho yao kupitia vitu zako. Haleluya. Watu wanaguza roho za watu kupitia vitu. Pengine mtu ambaye unamheshimu kama baba yako ya kiroho, jaribu kuguza roho yake kupitia vitu za kwako.
fedha za kwako, mali ya kwako, na hii itaweza kuvuta baraka ikakuja ikakuelekea katika jina la Yesu. Kitu kingine ambacho kinasababishanga watu wakose kuendelea ama spirit of no progress ikawafuata ni drug abuse. Unapata kuona kuna watu ambao wakati wameingilia katika madawa, either ulevi, vutaji wa sigara, raha zingine za ulevi, zimesababisha wakadeteriorate financially na maisha yao ikacrash. Hallelujah. Ukisoma Proverbs chapter number 31 utaweza kuelewa ni kwa nini pombe iko na madhara na vitu zingine. Kwa hivyo kama uko hapo uko addicted kwa madawa na vitu zingine, ulevi na ulavi wa vitu zingine, unahitaji maombi ya ukombozi, hiyo kitu itolewe ndani yako, kwa sababu ni spirit ya kukumaliza. Roho ya pombe ni spirit ya giza, ina control yangu na malaika na malkia wa kike katika ulimwengu wa rohoni, a principality in the kingdom of darkness, ndiye ana controlling unywaji wa pombe, na inakuanga ni ya kuletea watu umaskini. Poverty is brought by drunkenness and drug abuse. Is one of the sources of poverty. Hallelujah. Kitu kingine ambacho kinaweza kusababisha roho ya kutoendelea ikakufuata ni spoken negative ones that have legal by people who have legal authority over you. Ni maneno negative ambaye yameongewa na watu wenye authority over you. Watu wenye nani ambaye ako na authority over you? Mtu wa kwanza ambaye ako na authority juu yako ni mtu ambaye umekula pesa yake. Ujiadhari sana. Umekula chakula yake, umekula pesa yake. Huyu mtu anaweza kuwa na authority kwa sababu umekula kitu chake. Mtu mwingine ambaye ako na authority over you ni mzazi wako, ni kuhani wako, ni watu ambao umeungana katika sota ya mapenzi. Hallelujah. Sota ni wale watu mmeungana nao kimapenzi, mmepatiana roho zenu kwa sababu ya upendo, mnatengeneza kitu inaitwa sota. Mmerara na watu wale mtu ambaye mmefanya naye mapenzi, mmerara naye kwa kitanda kimoja, mnatengenezanga hiyo covenant. Na ndio maana Biblia inasema walio rara pamoja wamekaa kwa kitu moja. Kwa hivyo yule mtu anaweza akakukamata bure, hata kama mmeachana na yeye, anaweza akaongea na maisha yako ikaharibika. Ndio maana unaambiwa jihadhari, kaa na utakatifu. Kama hujaolewa, kaa na utakatifu mpaka wakati utaoa the right person. Ukisoma kitabu cha Numbers chapter number 14 verse number 28, say unto them, as truly as I live, says the Lord, you have spoken in my ears, so I will do to you. Spoken negative ones. Ni wewe mwenyewe umeyaongea ama yameongewa na watu wenye authority over you. Numbers chapter number 14:28 ni watu waliongea maneno negative, na Mungu akawaambia, nimesikia hayo maneno mmeongea negative na nita make sure yametimia. Kwa hivyo jifunze kuongea maneno mazuri. People who can limit yourself through words, yourself, people with spiritual authority over you, parents, first soul ties and lovers. Hallelujah. Nisikie tena, watu wanaoweza kukulimit na wakafanya usiendelee kupitia maneno yao. Mtu wa kwanza ni wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe ulisema nini kuhusu maisha yako? Kuna watu walisema ya kwamba hawataki kutajirika, wengine wakasema ya kwamba hawataki kuolewa, lakini leo hii wanataka kuolewa. Wengine walisema hawataki biashara, lakini leo hii wanataka biashara. Yale maneno ulijiongelesha wewe mwenyewe ya kujipinga. Badilisha hayo maneno, na ukishindwa utafute mtu mwenye nguvu akuwekelee mikono na akubadilishie katika spirit, kwa sababu yale maneno yaondokangi katika ulimwengu wa rohoni. Mtu mwenye spiritual authority over you, nimekuelezea, mzazi wako, kuhani wako, mtu ambaye alikuwa na madaraka, hata ikakuwa ni mwalimu mkuu shuleni, alikuwa na madaraka fulani juu yako. First soul ties and lovers,
wapenzi wako wa kimbele, wale wengine walifanya covenant, sitakuacha, lakini mlikuja mkaachana. Leo wewe ni bibi ya watu ama ni bwana ya watu. Hayo mambo unahitaji ukayabadilishe ili uweze ukaendelea, you can progress. Wale watu wanaweza wakaongelesha spirit yako kwa sababu mlikuwa pamoja. Hallelujah. Jeremiah 1:10, I have set over you over nations and kingdoms, to root out and to put down and to destroy, and to throw down and to build and to plant. Mungu leo amenitia uwezo na mamlaka nikakufundisha hayo mambo ili yaweze akavunjika katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Na nataka nikaweze kukuombea saa hii na Mungu ataweza kukusaidia. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninaombea huyo mtazamaji wa hiki kipindi mahali alikuwa, na nimewafundisha kuhusu mambo ya roho ya kutoendelea, the spirit of no progress. Ninaomba leo katika jina la Yesu Kristo hiyo roho ya kutoendelea ikaweze kuvunjika leo. Ninaivunja katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hiyo roho ya kutoendelea ninaivunja sasa. Ianzie kuvunjika by thunder, by fire, in the name of Jesus. Kuna watu wanafuatwa na roho ya kutoendelea katika maisha yao, na wamefanya kazi miaka mingi wajapata faida na wana kitu ya kuonesha. Ninaombea leo hiyo maisha yao ikaweze kufanikiwa. Hiyo roho ya fruitless hard work ikaondoke, wakaanzie kukua fruitful katika jina la Yesu. Kuna watu ambao wamekuwa na stagnant project katika maisha yao. Ninaomba kuanzia leo ile miradi walianzia ikafunguliwe na ikaanzia kufanyika katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu ambao wanafuatwa na premature death in the family members at the prime of their career and the prime of business. Ninaombea leo katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaomba leo hiyo waweze kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo, na nimeondoa roho ya kifo na mauti katika maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu ambao wamefuatwa na ulevi kwa sababu ya mambo ya dunia hii. Ninaondoa hiyo roho ya ulevi katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu wanafuatwa na broken marriages, na broken families. Ninaomba hiyo kitu iondoke katika jina la Yesu. I speak restoration of marriages, restoration of families in the name of Jesus Christ. Kuna watu ambao wanafuatwa na makesi ya kotini, na haya makesi ya kotini yamesababisha wengine wakafungwa, wengine wanaishi kutumia pesa zao katika makesi na inawarudisha nyuma. Ninaomba leo katika jina la Yesu Kristo, wale watu wanafuatwa makesi, hiyo makesi na imaliza leo katika jina la Yesu Kristo. Hata waliofungwa kwa njia moja ama nyingine na walikuwa nikisingiziwa na kuonewa, ninaombea ukatume malaika wako wakaingilie kati wakapate kuachiliwa katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, ninaomba siku ya leo, kuna watu wanafuatwa na roho ya rejection. Ninaomba hiyo roho ya kukataliwa iondoke katika maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Wengine wanafuatwa na financial embarrassment na maroni ambayo wameshindwa kulipa. Ninaombea leo katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaomba wafunguliwe, hiyo maagano iwaachilie leo in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Kuna watu wanafuatwa na the spirit of delay. Kuna watu ambao wamekuwa na achieve, hawajai achieve kitu yoyote katika maisha yao. Ninaombea leo wakafunguliwa katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kuna watu ambao wanafuatwa na ndoto za kuwarudisha nyuma. Kuna watu ambao wanaota na watu waliokufa. Ninawafungua leo katika jina la Yesu Kristo. Wale wanaoteshwa na watu waliokufa na majini inakuja kulala na wao na kuwatesa usiku, na iteketeza na kuichoma by thunder, by fire katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nimeondolea hiyo kitu katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu ambao wanaota na ndoto za wakiwa shuleni, kule wao ni watu wazima lakini wanaota wakiwa shuleni. Ninaombea katika hiki kipindi, ninawaondolea hiyo roho ya kuota wakiwa shuleni na kuwarudisha nyuma, the spirit of retrogression, ya kuwarudisha nyuma, toka katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu wanaota na panya, kuna watu wanaota na wandundu, kuna watu wanaota na vitu ambazo hawaelewi usiku katika ndoto. Ninakemea na kufukuza hizo maagano ya ndoto chafu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaomba siku ya leo, kuna watu ambao wanafuatwa na roho ya kutoendelea kwa sababu wameitanishwa na mtu ambaye hakuendelea. Ninaomba siku ya leo katika jina la Yesu Kristo, huyo mtu akafunguliwa aweze akaendelea. Ninabadilisha jina la huyo mtu na kumuita mbarikiwa. Wewe ulibadilishia Jabez jina lake katika kitabu cha 1 Chronicles 4 verse number 20, verse number 10, ya kwamba ulisema ya kwamba utambadilishia jina na maisha yake ikabadilika. Ninaomba siku ya leo katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaombea huyu mtu leo
ambaye anafuatwa na hii mambo ya kutoendelea, ninaomba afanikiwe leo in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Kuna huyu mtu ambaye anafuatwa na roho ya kutoendelea kwa sababu ya demonic possessions na covenanted property, na ziteketeza katika jina la Yesu Kristo, ukamsaidia akachome hizo vitu katika jina la Yesu Kristo. Huyu mtu ambaye anafuatwa na demonic environment, ninamuombea leo ukamsaidie kuhama na ukamsaidie kubadilisha hiyo anga katika jina la Yesu Kristo. Wale wamefungwa na demonic employer, ninawafungua leo. Wale wamefungwa na business associate wa ovu, ninawafungua leo katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba hata ule ambao wamekosanishwa na wazazi wake, na muombea katika jina la Yesu Kristo ukamsaidia wakaweze kuelewana. Ninaomba Bwana katika jina la Yesu, kuna watu ambao wamefungwa na ulevi na madawa ya kulevya, ninawafungua leo in the name of Jesus Christ. Kuna watu ambao wamefuatwa na negative ones, wamefuatwa na maneno maovu kutokana na wale wenyewe walijinenea maneno maovu. Ninaombea leo katika jina la Yesu Kristo, saidia huyu mtazamaji, yale maneno maovu aliongea kumfunga, ninayabadilisha leo katika jina la Yesu Kristo. Ninaombea huyu mtazamaji leo, yale maneno ambayo walilaaniwa na watu waliokuwa na spiritual authority juu yao, ninayaondoa leo katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Kuna watu ambao walifungwa na wachungaji wa ovu, wengine walifungwa na wazazi, wengine walifungwa na watu ambao walikuwa wanawasaidia kwa njia moja ama nyingine. Ninawafungua kutoka kwa hiyo kifungo katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Kuna watu ambao walifungwa na wapenzi wao wakimbele pale, wakafanya sotai kwa njia ya mapenzi ama kwa njia moja, kukula vitu za hao watu kwa njia moja ama nyingine. Ninaombea siku ya leo uweze ukawabadilisha. Ninaachilia upako, ninaachilia nguvu zako, ninaachilia kubadilishiwa maisha leo katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Ninavunja na kuharibu kazi yote ya giza na kuiteketeza by thunder by fire in the name of Jesus. Ninafungua huyu mwanadamu aweze kuokolewa na kufunguliwa leo in Jesus name. I do pray and believe. Mtazamaji wangu, nimeweza kukuombea. Amini Kristo amekutendea na Kristo amekufungua. Unaweza ukaniandikia ujumbe mfupi, unaweza ukanitumia email, na nitaweza kukuombea na Bwana ataweza kukubariki in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. God bless you.